ambayo tulikuwa tunaendelea nalo na maombi, kielelezo, mfumo katika maombi. Tuliona kwamba katika wanafunzi mwanafunzi anakuwa motivated na wale ambao na mwalimu wake. Katika wanafunzi unafuata nia, unafuata motives. Kuna vitu, kuna kielelezo, kuna kitu mtu anakuwa anafuata. Katika wanafunzi unafuata nia fulani, unafuata unakuwa motives, unakuwa motivated. Unakuwa motivated na mambo mengine. So uzoefu wako siku moja, tuelewe kwamba sisi kama viongozi, uzoefu wetu ama uzoefu wako siku moja utakuwa hekima kwa mtu mwingine. Haleluya. Uzoefu wako wa mambo ya roho, uzoefu wako wa namna unavyoenenda utakuwa hekima kwa mtu mwingine siku moja. Uzoefu wako siku moja utakuwa hekima kwa mtu mwingine. So inapotokea kuporeka katika mambo ya roho, hapo ndipo mahali unapoongeza ama unapoongezeka, unapoimarika katika imani. Inapotokea kuporeka, kuboreshwa. Inapotokea kuporeka ama unapokuwa unaboreshwa katika mambo ya rohoni, mambo ya rohoni, na unapokuwa unakuwa katika mambo ya rohoni, hapo ndipo mahali ambapo unakuwa unaimarika katika mambo yako ya imani, misukumo yako ya ndani, your conviction inapata kina zaidi katika mambo ya Mungu. So wakati ya mambo ya rohoni inahudumiwa, inakuwa inadhihirishwa katika kanisa la mahali, na wewe unaporeka na unaimarika katika mambo hayo, inastahili na wewe pia uweze kuweka bidii. So misukumo yako ya ndani iweze kuelekea kila ambacho kinakuwa kinadhihirishwa katika huduma, ama kinadhihirishwa katika ibada, ama katika kanisa lako la mahali. So unazidi kuimarika katika mambo ya imani unapokuwa unaona mambo ambayo yanafanyika pale. Glory to God. Hallelujah. So kuporeka maana yake unafanya mambo yale mara kwa mara. Mambo ambayo unayaona, mambo ambayo unajifunza, unafanya mambo hayo mara kwa mara. Mambo yale unafanya mara kwa mara. Unapokuwa hivyo ndipo sasa unakaribia kuimarisha imani yako, kuimarika katika imani. So muamini ama mwanafunzi anafanya mambo yale, anakuwa anafanya mambo yale mara kwa mara. Mambo unayaona, mambo unayojifunza, unafanya mara kwa mara kila wakati, na utaona kwamba unaimarika katika imani yako. Glory to God. Pale ambapo hakuna msisimuko, bali matumikio yale ya siku kwa siku. Yani unajua kuna mahali pa misisimuko. So mahali ambapo hakuna misisimuko, lakini kuna matumikio yale ya siku kwa siku, basi kila unachoamini kweli kitapatikana kikiota mizizi ndani yako. So mahali ambapo hakuna misisimuko, mahali ambapo hakuna misisimuko, lakini kunakuwa na matumikio yale, mambo ya roho, mambo yanafanywa kwa usahihi, maandiko inafasiriwa kwa usahihi. Itakuwaje? Manake unachokiamini kitaanza kuota mizizi ndani yako. Atmota unakuwa mtu anakuwa anaona kitu mara kwa mara. Anaona matumikio yale mara kwa mara. Neno la Mungu linachambuliwa. For example, tukianza mara ya kwanza tukijifunza mambo ya Bible study, kuangalia maneno ya Kigiriki, maneno ya Kiebrania, ilikuwa kama ndoto. Unajiuliza jamaa wanaona aje hivi vitu mbona. Lakini hatimaye ulikuwa unaendelea kujifunza, nao wakiendelea kuchambua kutumia maandiko ya asili, unaona kabisa unaanza kuporeka katika hayo mambo. Haleluya. Unaanza kuimarika na inaanza kuwa rahisi kwako pia pole. Glory to God. So tuseme kwamba kiongozi manake mwanafunzi kama kiongozi hatufai kupoteza muda.
wakati ambapo mambo ya roho inatumikiwa, watu wanaomba kwa muda, watu wananena kwa lugha kwa muda, manake usipoteze muda wako. Unafaa kujoin, unafaa kufanya mambo yale yale mara kwa mara mpaka upate kwamba umeimarika na unakuwa mfano kwa watu wengine. So unafanya miaka miwili, unafanya miaka mitatu, unafanya miaka minne, unaendelea hivyo hivyo. Haleluya. Mpaka unaporeka kweli kweli. So mtu hafai kupoteza muda. Mtu anafanyika kuwa nguzo ya hekima ya mtu. Yaani utakuja kufanyika nguzo ya hekima kwa mtu mmoja au mtu mwingine. Na huo ndio wanafunzi. Glory to God. Wakati mwingine nilisema miaka ya kitambo kwamba sisi tutafanyika nguzo ya watu wengine. Sisi ndio tutakuwa tunawaelekeza watu wengine kujifunza kwa habari za neema ya Kristo. So kiongozi unahitaji kuwa kwenye msisitizo. Mambo ambayo yanayokuwa msisitizo, unakaa pale. Jitoe na wewe pia, kwa sababu siku moja utafanyika nguzo kwa mtu mmoja ama watu wawili. Haleluya. Tuelewe kwamba kile hauna huwezi kutoa. Si ndio? Kila ambacho hauna huwezi kutoa. So kila ambacho hukujifunza utatoa. Ndio sababu unahitaji kufanya mambo yale yale. Kaa katika hayo. Kila ambacho hauna huwezi kutoa. Unatoa tu kile umepokea au kile ulicho nacho. So kila ambacho unapokea leo, kama vile ambavyo tunajifunza, vile ambavyo tunaomba, hayo ndio utakuja kuwa kielelezo kwa watu wengine. Utatoa mambo yale yale. Maana huwezi toa kila ambacho hauna. Neno linakuwa msingi wako imara. Haleluya. Neno linakuwa msingi wako imara. Na upatiliki kabisa. Neno linakuwa ndio msingi wako imara. Na upatiliki katika hilo. Kama vile nilivyosema kwamba sisi sote ni sawa na ushawishi. Hivyo ndivyo pia tunafaa kujiuliza. Kama sisi ni sawa na ushawishi, manake pia kuna wale ambao wanashawishika kupitia sisi. Haleluya. Glory to God. Tulisema kwamba namna ya usemi wako, namna unavyozungumza, namna unavyofaa, namna unavyojionyesha, namna unavyojiitikia, ushawishi huo unatoka wapi? Haleluya. So namna ambavyo unafanya vitu inaonyesha kwamba kuna ushawishi. Glory to God. Kuna mahali ambapo unatoa ushawishi. So unakuta mtu akitoa ushawishi mahali ambapo na maandiko yanatafsiriwa vibaya, manake pia matumikio yake yanakuwa mabaya. Haleluya. Glory to God. So tunafaa tuwe kielelezo cha namna ambavyo neno la Mungu linasema. So mwamini ama kiongozi, ushawishi wako unafaa uwe ushawishi wa kiungu. Hakikisha kwamba ni ushawishi wa kimaandiko. Ushawishi wako unafaa uwe ushawishi wa kiungu, ushawishi wa kimaandiko. Sawa, mnakuja ibadani umechelewa, mimi sijui unatoa wapi ushawishi. Unawezekana kuna watu unajifunza kwao wanakuja kanisani vile wanavyopenda. Tu ambaye ni absent mara kwa mara. Unawezekana pia kuna ushawishi, kuna mahali yanatokea. Tufika mahali tusimame, tufika mahali tuseme kwamba hili si sawa letu, si ndio? Nafika mahali unasema ushawishi wewe ulitoa wapi? Maana si ushawishi wetu. Haleluya. Kama vile nilivyosema kwamba sisi sote ni sawa na ushawishi. So sisi ni product ya influence. Haleluya. So tunafaa tujue kwamba kama sisi ni product ya influence kwingine, maanake kuna watu na sisi pia tuna influence kwao. Glory to God. Tuna influence kwao. Nipeane mfano mmoja. Kwa mfano, mtu unakuja kanisani na unakaa chini kabisa na huna Biblia. Si kwamba uliona kwa katika roho. Ni kwamba uliona mtu anafanya hivyo, si ndio? Ukija kanisani hauna Biblia. Unakaa kabisa hauna Biblia, umerelax.
Wewe unafikiri ulitoa roho? So ukiona mtu anakuja kanisani hana Biblia, hajatoa roho. Aliona kwa mtu, si ndio? Ni ushawishi wa mtu. Sasa inaonyesha kwamba aliyemshawishi alimshawishi vibaya, si ndio? Si katika maandiko na si ya kiungu. Kwa hivyo kwa kawaida tunachofanya ni kila ambacho tumeona watu wakifanya. Haleluya. Iwe kwa kujua au bila kujua. Na ndivyo wanafunzi unavyofanya kazi. Lazima niwe mwanafunzi kwa usingatifu. Na lazima nifanye wengine kuwa wanafunzi kwa uangalifu na usingatifu. Mimi mwenyewe nimesema kwamba kwa hivyo kwa kawaida tunachofanya ni kila ambacho tumeona watu wakifanya. Iwe kwa kujua au bila kujua. Na ndivyo wanafunzi unavyofanya kazi. Unaweza ona kitu kwa kujua au kwa kutojua, lakini unajikuta unafanya kitu hicho hicho. So lazima niwe mwanafunzi kwa usingatifu. Lazima niwafanye wengine pia kuwa wanafunzi kwa uangalifu na usingatifu. So unapofanya wanafunzi lazima uwe katika usingatifu na uangalifu. Kwa sababu kuna watu wamelewa wanafunzi kiolela. Mafundisho, maandiko wanaofasiri maandiko ni vibaya. So wanafunzi wanaishi kwa hofu, wanaishi kama watumwa. So lazima niwe mwanafunzi kwa usingatifu na lazima nifanye wengine kuwa wanafunzi kwa uangalifu na usingatifu. Unakuwa mwangalifu unavyokuwa unafanya wanafunzi. Namna unavyojipresent mbele yao, namna unavyoenenda, unavyoomba, namna unavyofanya mambo. Kuna mahali Yesu aliambia wanafunzi kwamba wajihadhari na chachu ya Mafarisayo, si ndio? Kwa sababu si walikuwa wanafunzi wake, si kweli? Sasa kama anajihadhari na chachu ya Mafarisayo, kwa sababu wanajua kuna tabia wakiiga kwa Mafarisayo, basi balaa imeingia mtaani. Haleluya. So kwa sababu wameona Mafarisayo kwa muda wa kutosha, alijua itaanza kuadhiri tabia zao. Ndio Paul na anakuja anasema chachu kitoke inajachua tonge nzima. Haleluya. So kitu ambacho unaona kwa muda kinakuadhiri ufahamu wako. Haleluya. Muda si muda unachikuta umeika na unatembea kama hicho kitu kilivyo. Matthew chapter 6 verse 1. Angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu, kusudi mtasamwe na wao. Hiyo ni Matthew 6:1. Kwa maana mkifanya kama hayo hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Angalieni msifanye wema wenu machoni pa. So muamini afanye ili watu wafanye nini? Wamuone. Haleluya. Mathayo 16:16, Matthew 16:16. Yesu akawaambia, angalieni, jilindeni na chachu ya Mafarisayo na Masadukayo. Matthew 16:6. Matthew 7:15. Andika. Matthew 7:15. Matthew tundio leo ana nguruma hapa leo. Matthew 7:15. Jihadharini na manabii wa uongo, watu wanao wachia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni umbwa. So kuna watu Yesu anasema jihadharini nao. So mwalimu ana ruhusa kuambia wanafunzi wake jihadharini na, si ni kweli? Yeah. Matthew 16:6, Matthew 7:15, Matthew 6:1, yote inatoa maonyo. Haleluya. Inatoa tahadhari. Jihadharini. Sababu mwalimu unaruhusa kuambia watu wako wajihadhari, si ndio? Kwa hiyo kuna watu hapo tunachunga makundi. Unaruhusa kumwambia mwanafunzi jihadhari ni mwanafunzi fulani. Maana si wote ambao watakuinfluence kuomba na kumjua Mungu. Hallelujah. Glory to God. So lazima ujue kuwa hili ni makosa.
Jihadharini na manabii wa uongo. So, kuna mambo ambayo Yesu aliyojihadharini. Maana kuna mambo ambayo ukijikuta ndani unakuwa kwa makosa kabisa. Maana kama anakuambia jihadhari na unaenda kula, maana uko huko kinyume cha sheria. Uko huko kinyume cha neno lake. Na kama hujui kitu ni makosa, unaweza ukakichukulia kuwa ni sawa, si ndio? Yeah. Kwa hiyo Yesu anapowaambia wanafunzi wake jihadharini na Mafarisayo, ndivyo anavyotaka mimi na wewe tuwe. Lazima tuwe makini, tusifuate mifano mibaya. Yesu anapowaambia wanafunzi wake wajihadharini na Mafarisayo, ndivyo anavyotaka mimi na wewe pia tuwe. Lazima tuwe makini, tusifuate mifumo mibaya. Kuna mifumo isiyo ya kimaandiko. Tusifuate mifumo mibaya. So mtu anaweza kuuliza, ni nini mifano yako katika maombi, ama ni nani mfano wako katika maombi na kuomba? Ni nani mfano wako katika maombi na kuomba? Ni nani mfano wako katika maombi na kuomba? So je, nimeuliza swali. Ni nani mfano wako katika maombi na kuomba? Je, ni wanaopepesa tu katika maombi? Yaani hawana yani wanaongea tu, yani hawasingatii hata wanachosema katika vinywa vyao. Maneno wanayoongea hawayasingatii. Ni wale wanaofanyia msaa katika maombi. Ndio mfano wako? Au pia ni wanaosema Yesu amemaliza yote, sasa ni kushukuru? Kama na watu ya Yesu alishamaliza. Na hivyo ndio yote amemaliza yote. Msalaba. Sisi nimepaki ni kushukuru Mungu. Yesu alishamaliza, ameshatuombea. So ndio mifano, unafuata mfano gani? Je, unafuata wanaosema maombi sio swala la kuomba muda mrefu au kila siku? Siku wao wanasema hivi, maombi si swala la kuomba muda mrefu. Baada kuna mwalimu nilimsikia anasema, na ni mwalimu tu mzuri. Anasema kuna vile alikuwa anafundisha, sasa akasema, alisema kama unataka kuomba 30 minutes, tumia, alikuwa mwalimu fulani wa Tanzania ambaye nilianza kujifunza kwake mwanzo anaweza mjua. Anasema ukitaka kuomba 30 minutes, tumia 25 minutes kujiandaa. Alafu sasa uombe 5 minutes. Nikashtuka sana. Wewe ndio mwalimu nilianza kujifunza kwake mwanzo. That 25 minutes kujiandaa. Tengeneza. Alafu sasa 5 minutes unafanya nini? Anasema haya maombi inasikiwa kweli kweli. Hiyo umeomba 30 minutes. Unakuwa umeomba 30 minutes. So kuna watu ambao wanapinga, wanasema maombi ya muda mrefu inachosha. Mtu kwani lazima uombe muda mrefu ndio Mungu asikie? So naona ina sound vizuri. Baada mtu akuja, kwani lazima watu waombe muda mrefu? 5 minutes Mungu anasikia, anasema hata ameshajibu maombi hata kabla hatujaomba. Anajua kila tunahitaji. So lazima tuombe kwa. Si ni Baba anajua tunachohitaji. Siku nyingine alikuwa anasema maombi ya muda mrefu kama 8 hours, 9 hours nafanya mwili na waka. So mwili nataka kufanya dhambi. Anasema tunaomba 8 hours na 9 hours. Wakitoka hapo wanaenda kufanya dhambi. So alikuwa anambia watu wake, afadhali maintain to 30 minutes ama 1 hour. So Yesu alisema jihadharini. Haleluya. So tumeona mifano na mipangilio ya vielelezo vya maombi vimewekwa wazi
katika vitabu vya Injili, hata Matendo ya Mitume na nyaraka. Tunamwona Yesu na mitume wakiwa na maisha ya maombi yasiyokomaa, si ndio? Glory to God. Warumi 16:17. Roman chapter 16 verse 17. Ndugu zangu, 16:17 Warumi. Ndugu zangu na wasii, waangalieni wale wafanyao vitina na mambo ya kukwaza kinyume cha mafundisho mliojifunza, mkajiepushe nao. So kuna watu ambao, so ukisikia mwalimu anakuambia jiepushe na watu fulani, ni makosa. Usianza kusema kwamba pastor hataki sasa tujifunze kwa watu wengine. Glory to God. Ni maagizo ya kibiblia. So kuna hili neno anasema waangalieni. So katika andiko hili ni neno lenye nguvu katika maandiko ya asili. Linaongelea kuwekea alama, mark them. Anaposema ndugu zangu na wasi, waangalieni. Hili neno waangalieni ni neno lenye nguvu katika maandiko ya asili. Linaongelea kuwekea alama. Ni kama kusema mark them. Mark them. Ni kama kuwekea alama, yani wa mark, wajue, watambue. Haleluya. Yes, watambue, mark them. So Paulo anasema wawekeni alama wale wasababishao mafarakano na kufundisha kinyume cha mafundisho. Anasema mnapaswa kuwatia alama, kuwatambua na kujiepusha nao. Yaani watia alama, mark them, watambue. Usijifanye kwamba wajui, unafaa wajue. Haleluya. Unajua mtu ambaye umeweka alama, unajua huyu na kutambua yeye. Wewe unakuanga hatari. So fundisho la Yesu na mitume wake kuhusu maombi liko wazi, na wametupa kielelezo na muundo. Kila muamini, kila mwalimu au nabii afundishaye kinyume na mtindo na mpangilio wa maombi katika maandiko ni wa kumwekea alama na kujiepusha naye. Si Yesu alisema jihadharini na manabii wa uongo? Paulo anasema jiepusheni na wale ambao wanaleta vitina, wanafundisha tofauti na kila ambacho sisi tunafundisha. Haleluya. So ni watu ambao kuna manabii, kuna walimu, kuna watu mbalimbali, mapastors ambao wanafundisha tofauti kabisa na kila ambacho Biblia inasema, ama wanafundisha maombi nje ya kila ambacho Kristo amefundisha. Wathesalonike wa pili 3:14. 2 Thessalonians chapter 3:14. 2 Thessalonians chapter 3:14. Na ikiwa mtu awaye yote halishiki neno letu na waraka huu, jihadharini na mtu huyo, wala msizungumze naye apate kutayahari. Haleluya. So kuna watu wa kujiepusha nao. Kwa hiyo katika kufuata mifano sahihi, lazima nijue sawasawa na ile isiyo sahihi. So si kila mifano unaweza fuata kwa watu. Kuna mifano zingine usifuate. Haleluya. Kuna mifano zingine usifuate. So lazima nijue hili ni sahihi na hili sio sahihi. Ubora wetu na tabia yetu njema upotea kwa kuambatana na kamba ni mbaya. Ubora wetu na tabia yetu njema upotea kwa kuambatana na bad company. Kamba ni mbaya. Kwa kuwa na ushawishi kutoka katika mifano isiyo sahihi, mifano na vielelezo ambavyo sio vya kimaandiko. So ukifuatana na watu wabaya, watu wenye tabia mbaya, watu ambao mifano ama namna wanavyofanya huduma si katika maandiko, basi utapotea. Ubora wetu na tabia yetu njema upotea kwa kuambatana na kamba ni mbaya, bad company. Kwa kuwa na ushawishi kutoka katika mifano isiyo sahihi, mifano na vielelezo ambavyo sio vya kimaandiko. So tunaweza tukaika Kristo, tukaika wanafunzi wake. Angalia kile Paulo anasema kuhusiana na mafungamano mabaya. 1 Corinthians chapter 15:33. Wakorintho wa kwanza 13:33. 1 Corinthians 15:33. Msitanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Haleluya.
Hiyo ina maana yule ndugu aliyeharibiwa alikuwa na tabia njema, alifuata mifano mibaya. So mtu anaweza kuwa na tabia nzuri na karibiwa na tabia mbaya, si ndio? So lazima tujiadhari. Lazima tujiadhari. So ni makosa kuwa na mafungamano ya karibu na watu wasiojali mambo ya kiroho. Watu wanaopepesa maombi, hawapendi ibada wala ushirika. Ni makosa kuwa na mafungamano ya karibu na watu wasiojali mambo ya kiroho. Watu wanaopepesa maombi, hawapendi ibada wala ushirika. Ni makosa kufungamana na wao. Ni makosa kuchangamana ama kuwa marafiki wako. Mtatumeanza kuwa katika kampani yao, basi unaanza kurudi nyuma katika mambo ya roho. Hii nafikia tunaweza kuwa wengi, tunaweza kuwa tumeshuhudia mambo kama haya, si ndio? Unaona mtu alikuwa mzuri lakini ameanza kurudi nyuma, aombi, ana bidii kwa mambo ya Mungu. Ukifuatilia, kuna jamaa na muinfluence bwana. So ni makosa sana kwenda kanisani bila Biblia. Unajua hivyo? Ni makosa kwenda kanisani bila, kwa sababu kuna watu utainfluence. Kuna mtu amekaa karibu na wewe, jamaa na Biblia. Hakumbe hata anaweza kuja bila Biblia na haina shida. Ni tabia isiyo ya kawaida kwenda kanisani bila nini? Biblia. Hata kama watarusha maandiko kwenye projector, hakikisha umepepa Biblia yako. Maana kuna wengine projector siko, sasa kuna somo Biblia hapo. Kuna cha kufungua, kuna hata cha kupepa. Si projector iko pale handi, unaweza rusha pale, inasomwa tu pale kwa projector. Haleluya. Kwa hiyo ni ushawishi, sisi wote ni matokeo ya ushawishi. Haleluya. So kama unakuja kwa kanisani una Biblia, jua kwamba kuna watu na utaanza ku influence. Utakuwa ushawishi mbaya kwa watu wengine. Lazima uwe makini na ushawishi unaokuja mbele yako. Glory to God. Kama kiongozi, kuwa makini na ushawishi unaokuja mbele yako. Angalia hili sio jambo sahihi, weka alama. Kama jambo sio sahihi, weka alama. Kwa hiyo ukiangalia mifano, weka alama. Si kila mifano utaika, si kila mifano utaambatana naye. Glory to God. Kama kiongozi. Kwa hivyo katika wanafunzi au katika ufuasi au wanafunzi, tunajifunza mifano na miundo ambayo inaitwa pattern. Tunajifunza patterns. Tunajifunza mifano na miundo ambayo tunakuwa iko mbele yetu, ambayo inatokea mbele. So ni vyema kujifunza kimaandiko, ni vyema kujifunza kwa Biblia, katika Biblia. Angalia vile Paulo anawaandikia wa Timotheo. 2 Timothy chapter 3 verse 10 mpaka 11. 2 Timothy chapter 3 10 11. 2 Timothy chapter 3 10 11. Bali wewe umeyafuata mafundisho yangu na mwenendo wangu. Unaona sasa? Hapo ndio kuzuri. Anasema, bali wewe umeyafuata mafundisho yangu na mwenendo wangu na makusudi yangu na imani na uvumilivu na upendo na saburi, tena na adha zangu na mateso, mambo yaliyonipata katika Antiokia, katika Ikonio na katika Listra, kila namna ya adha niliyostahimili, naye Bwana alikuokoa katika hayo yote. Sasa umeona yenye muamini anafaa fuata. Fuata kielelezo kizuri. Haleluya. Si kila mtu wakufanya nini? Wakufuata. So Paulo anamwambia Timotheo, wewe wajua mafundisho yangu na mwenendo wangu na makusudi yangu na imani na uvumilivu na upendo na saburi, tena na adha zangu na mateso. Umeona mambo ya kufuata. Haleluya. Unajua ukipenda, kama kuna mtu anapenda kusengenya watu kanisani, mchungaji, huyu mtu kiambatana na yeye sikafula tu unajikuta hata wewe unaanza kuwasengenya wanafunzi, washirika wenzenu, unamsengenya mchungaji, unakalia ibada vile ilikuwa mbaya na mambo kama haya. Huo ni ufuasi na wanafunzi. Hauchakui cha kujifunza, unajifunza yote kwa mwalimu wako. Obvious. Huwezi cha kujifunza kwa mwalimu, unajifunza yote. Wani Paulo anataja kwamba Timotheo amejifunza yote. Ndio unaona mwalimu akiwa mbaya, wanafunzi wanajifunza yote. Sikiza.
Kama uko kwenye kanisa ambalo halijakaa sawa na umeketi pale, hakuna vile utakaa kwenye kanisa alafu useme mimi nitakaa humu kanisani lakini sitakuwa najifunza hizi tabia. Si utakuwa umetanganya. Maana utakuwa unatembea kwa kutotii. Kwa sababu ukiona mahali ambapo hapajakaa sawa unafanya nini? Mtu anaenda mahali ambapo for example kama uko kwenye kanisa huwezi heshimu huyo mchungaji kwa sababu hajasoma. Maybe ni mfupi na wewe ni mrefu. Wewe uko na mali yeye hana na unaona huwezi mheshimu. Sikanyaka kubwa kubwa, si ndio? Tafuta mahali ambapo unaweza ukaheshimu. Kwa sababu ukitembea mahali ambapo huwezi toa heshima basi unajinyima mambo mengi. Haleluya. Huwezi barikiwa hata na mchungaji mwenyewe. So neno kusudi katika matumizi hayo maana yake ni hitimisho au sababu. So kuna So maana yake Paulo anahitimisha kwamba mtu anakuwa Timotheo afuate mfano huo. Haleluya. So sisi tunafaa tufuate mfano huo. Mimi nakumbuka nikiwa Kangemi mambo pastor alipitia sana, nilikuwa nikiona na macho. Hema linajengwa, mvua inakuja inaangusha. Naenda kanisani kwa matope na mambo mengi. Haleluya. So wakati huu nikipitia mambo kama hayo huwa siwezi kata tamaa kwa sababu nina kielelezo mbele na hizo picha kwenye nia yangu. So kama pastor ukata tamaa na mimi siwezi kata tamaa. Amen. Baada ukifuata mchungaji ambaye anakata tamaa na anaanza huduma anafika mahali anaacha. Anasema Mungu ni kama kuongea vizuri, turudi tuombe. Ukiwa chini yake my friend wewe ni ule. Utakuwa unaanza huduma hata wewe unafika mahali unasema niliona mchungaji alijaribu akaacha akasema tuombe vizuri. So kuwa makini sana ndani ambao unajifunza na kumfuata. Haleluya. So tunahitaji kutazama maisha ya maombi ya nani? Ya Yesu Kristo. Haleluya. Yesu aliomba jinsi gani? Aliomba alipobatizwa ama anapokuwa katika ubatizo aliomba. Pia aliacha stare yake kwenda kuomba nyikani. Haleluya. Haleluya. So kama Yesu Kristo, Biblia inasema anapoenda kubatizwa, Biblia inasema kwamba alikuwa anaomba. So inamaanisha kwamba hata tunapokuwa tunakuja ibadani, tunafaa tuwe tukiomba. Haleluya. Unakuja ibadani unaomba, unatoka nyumbani before ukuja kwenye ibada unaomba. So aliacha stare zake pia akaenda wapi? Nyikani kuomba. Pia aliomba usiku kuja, si ndio? Tuliona mambo haya. Pia aliomba kwa majosi, si tuliona? Alichukua watu na kwenda nao kuomba na aliomba katikati pia ya watu. Glory to God. So kuna wakati unachukua watu wawili watatu. Hata wewe Sister Margaret, kuna kikundi unaongoza cha maombi. Wakati mwingine unaangalia watu ambao unaona wanaweza wakaomba fulani na fulani na wahitaji ili muombe kwa ajili ya wengine. Haleluya. Glory to God. So huo ni mfumo na ni muundo wa kielelezo. Nimetaja nini? Nimesema Yesu aliomba anapobatizwa. Aliacha starehe akaenda kuomba nyikani. Pia aliomba usiku kuja. Ni muundo na vielelezo hivi. Pia aliomba kwa majosi. Alichukua watu na kwenda nao kuomba. Na pia aliomba katikati ya watu. Haleluya. So huo ni mfumo na muundo na vielelezo. So kipengele kitu ambacho tutaangalia ama tunakiona hapa ni kwamba aliomba daima na aliomba kila wakati. Haleluya. So aliomba katika muendelezo. So hicho ni kielelezo pia. Kwamba maombi hayana nini? Mwisho. Tuko pamoja? Kutoka katika maelezo ya Yesu katika vitabu vya Injili, kiwango cha chini Mkristo anapaswa kuomba ni Bwana, hata tulijifunza hapa watu wangu. Bwana? Yes, very good. Wonderful. Tulijifunza hata kwenye matarasa yetu. Haleluya. Kulingana na Yesu kiwango cha chini ambacho muamini anafaa kuomba ni wanao. Unapaswa kujua kiwango cha chini lakini usiwe na kiwango
yani ni kama kusema usitambue kiwango cha juu kama hujui kiwango cha chini. Maana kiwango cha juu kwako inaweza kuwa ni 30 minutes. Wakati ambapo ukitambua kiwango cha chini kwamba ni 1 hour, hiyo 1 hour itakuguide kuomba zaidi ya 1 hour. Glory to God. So cha kwanza si kutambua kuomba kiwango cha juu. Kutambua kwanza ni kuomba kiwango cha chini. Kwamba kiwango cha chini sana cha muamini kuomba ni just 1 hour. Ndio kiwango cha chini. Hallelujah. So inawezekana siku nyingine unaomba siku nzima ukiomba kwa lugha. Hallelujah. Kuna wakati mwingine unaomba usiku mzima ukiomba kwa lugha. Sikiza. Inawezekana siku nyingine ukaomba nini? Usiku mzima, si ndio? Na ukiomba kwa lugha, si ndio? Lakini lazima uhakikishe kuwa kuna kiwango cha chini ambacho unaomba pia. At least wakiomba, maana kuna wakati mwingine unakosa muda, si ndio? So kiwango changu cha chini cha kuomba 1 hour. Hallelujah. So na create muda 1 hour. Na maanisha hivi, angalau una make sure kila siku una misani. Licha kuwa nimeomba usiku mzima, nisisahau pia kuomba kiwango cha chini. So kiwango cha chini manake nita make sure angalau every day nimetenga 1 hour kwa ajili ya kuomba. Hallelujah. Glory to God. Sio hiyo 1 hour itakuwa inanisaidia kufanya nini? Kwenda zaidi. Glory to Jesus. So huo ni muundo na mfumo na kielelezo. Matthew 7:7-8. Matthew tu ni peke yake tu leo. Na kitabu cha Maki sapa nani. Ombeni nanyi mtapewa.